Moja kati ya makosa makubwa utakayokuja kuyafanya kwenye maisha yako na itakayokuumiza sana ni pale ambapo matokeo yanavyokaribia kutoka unajikuta umejiumiza zaidi kwa sababu haukujitengenezea mazingira sahihi ya kutua. Badala ya kufurahia mafanikio uliyokuwa unayataka, unapata mafanikio afu unatumia mafanikio kuanza kujiziba maeneo uliyoumia yote na kuanza kujiponyesha. Kutengeneza sehemu sahihi ya kutua na maanisha kwamba ni kufunga kila mwanya ambao kwa namna yoyote unaweza kupelekea wewe kupata mafanikio na kukurudisha nyuma kule ulikoanzia soon tu baada ya kuwa umepata mafanikio na kuanza tena mwanzo upya. Mwanya wa kwanza tunaita ni mwanya wa kisheria. Kwenye huu mwanya wa kisheria ni kwamba ukiwa unaanza biashara na unapambania maisha yako na kila kitu, focus yako ukiweka kwamba mimi nataka pesa, mambo mengine yatabaki baadaye, unashinda kuhakikisha kwamba ninavyoipata hii pesa, je, ninalinda vipi muendelezo wa pesa yangu? Je, ninaifanya biashara kama jina la biashara, kama kampuni, kama partnership? Ni muundo upi ninaotumia kufanya biashara yangu hii? Sio unapambana kila siku alafu unajikuta umetengeneza biashara yako imesimama, alafu mwisho wa siku hauna ulinzi kisheria. Mianya midogo kama vile TRA unakamatwa, unapigwa faini ambayo kiuhalisia mtaji wote na pesa yako wote ulionayo, ile faini tu kuilipa umekufa. Pili, unaweza ukashangaa umetengeneza kampuni yako alafu mwisho wa siku watu unaofanya nao kazi wanakuja kukufukuza kwenye biashara na idea uliyofanya wewe kwa sababu tu hukujenga msingi. Hii ni kampuni, hii ni jina la biashara, hii ni partnership, hii ni nini? Yani tunatafuta hela hapa, sawa, ndio tunapambana, ndio tunapambana kwenye muundo upi? Au unafanya tu biashara bwana, twende bwana. Wewe ndio unatoa kila kitu, unatoa mzigo, unatoa kila kitu. Alafu mwishoni kwenye kugawana dividends, wewe kwa sababu sio majority shareholder na hujui kisheria kwamba mimi ndo natoa kila kitu hapa. Sababu japokuwa tunategemeana, lakini mimi hapa ndo mimi natoa kila kitu kingi, natoa share kubwa. Mimi mwisho wa siku lazima nipate dividends, gawio langu liwe kubwa kuliko wengine hata kama tunategemeana. Usipoweka bayana hili, utatengeneza biashara itasimama, mwisho wa siku kwenye kugawana kila mtu atapata share yake, lakini wewe utapata share sawa na wenzako ama kidogo. Na hata kama itakuwa sawa na wenzako, ukija kuangalia wewe ndio unatakiwa upate pesa nyingi kwa sababu ya dividends. Gawio lako, input yako ilikuwa ni kubwa. Lazima ujue nafanya napambana kweli, na kweli napambana. Ni mianya ipi ambayo nitahakikisha naiziba? Lazima kusajili kampuni yako ama kusajili biashara yako, ama ujue sasa hivi ni kwa status yangu nisajili kampuni ama jina la biashara ama partnership ama nini. Comment neno usajili hapo chini, nitakusaidia kuziba huu mwanya na nitakupa elimu kamili ya kisheria.